Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi, muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari. Asubuhi nyingine tena ya Aprili 3 mwaka 2025. Karibu sana mtazamaji wa Arise TV pamoja na Good Morning Arise katika eneo la Gumzo. Kipekee kabisa hapa tunakutana, tunazungumza yale ambayo yanazungumzwa katika jamii, lakini yale ambayo tunayaona sisi kama wanahabari kuyamulika na kuyapa kipaumbele hasa kwenye masuala mazima ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na hata saa nyingine masuala ya biashara. Yayo yote tumeyakusanya hapa katika Gumzo la habari. Hapa Good Morning Arise. Langu jina ni Samson Kesi, Mr. Samfact, kijana madhabahu. Ninakualika kwa upendo na moyo mkunjufu sana. Sijui umeamkaje huko ulipo, lakini imani yangu upo salama, na kama kuna changamoto yoyote ya kimaisha, naamini mkono wa Mungu unaweza kwenda kuwa sehemu ya kuinua na kukufanya kuwa mtu mwingine tena katika siku ile. Tunapewa nguvu na madhabahu Inuka Uangaze chini ya Apostle Boniface Bulldozer Mamposa katika huduma ya Arise and Shine. Lakini kikubwa ni kwamba Jumapili hii ni siku ya kukanyaga mafuta ya upako, yani kukomboa nyayo zako kwa kukanyaga mafuta ya upako. Kikubwa ni wewe kufika. Ibada zitakuwa ni mbili, majira ya saa 12 hadi saa 7 ni ibada ya kwanza, lakini ibada ya pili kianza majira ya saa 8 na kuendelea. Fika wewe na rafiki yako, ndugu, rafiki, jamaa na familia yako yote, ukomboe nyayo yako katika siku hiyo ya Jumapili. Karibu sana, na nimeambatana na mgeni katika studio zetu. Lengo na nia ni kuangazia masuala mazima ya usafi, lakini pia masuala mazima ya mazingira. Ni wapi huko? Ni ndani ya manispaa ya Kigamboni, lakini usafi wa fukwe na mazingira mengine yote ndani ya manispaa hiyo ambayo inakuwa kwa kasi na kwa kiasi kikubwa inakuwa na wakazi wengi wakiwa wanaonekana kama wakishua. Habari za asubuhi. Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Kwa manufaa ya mtazamaji anayetazama Good Morning Arise asubuhi ya leo, ningependa wajue nimeambatana na nani asubuhi ya leo? Naam, naitwa Ali Ndambile. Mimi ni mtaalamu wa afya ya mazingira. Ndio. Yes, nipo manispaa ya Kigamboni hapo. Okay, kwa muktadha huo na katika hicho cheo ulichotambulisha, wewe ni mtu sahihi sana kwenye hichi tunachokizungumza kwenye siku hii ya leo. Manispaa ya Kigamboni ni moja ya manispaa kubwa inayokuwa kwa kasi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tumekuwa tukisahau labda kwa sababu tunaiona kama Zanzibar kwa sababu imekaa pembeni, na hata mtu kimwambia swala la kufika katikati ya mji akiwa anatokea Kigamboni anaanza kuona kama ni safari ndefu. Lakini tunakushukuru kwa uwepo wako na tunakuomba uzidi kutupa kile ambacho tunahitaji kukisikia kwa siku ya leo. Class. Manispaa ya Kigamboni, wewe kama afisa mazingira afya, ni manispaa ambayo imezungukwa na fukwe kwa kiasi kikubwa. Ni kwa namna gani ambavyo mnahusika na zile fukwe na kuhakikisha zinabaki katika mazingira masafi? Of course, fukwe kama fukwe tunavyojua kwa mujibu wa taratibu na sheria. Mita 60 kutoka baharini kuja nchi kavu ni maeneo ya serikali. Umeona? Kwa hiyo kuna mambo mengi yanafanyika kwa sababu ni maeneo ya umma. Kwa hiyo umma kama umma wenyewe pia wana namna zao wanafanya. Kwa mfano fukwe za Kigamboni zote kuna kitu kinaitwa BMU, Beach Management Unit. Hawa wao ndo wanahusika moja kwa moja na kutunza pamoja na usimamia namna ya kuendeleza zile fukwe kwa level ya jamii moja kwa moja, na hawa wanachaguliwa kwenye vikao vya mikutano ile hadhara ya wanajamii, ndio wanachagua hao viongozi wao. Kwa hiyo kwa mmoja ama nyingine fukwe za Kigamboni zinalindwa na wanajamii wenyewe moja kwa moja. Kipindi hichi cha mvua ni kipindi ambacho fukwe zinaonekana kuwa chafu sana kwa sababu ya taka zinazotoka kwenye jamii husika, hususan zinazoletwa kwa maji ya mvua, na mwisho wa siku eneo la mwisho ni baharini, na bahari haikagi na uchafu. Uchafu unakuja kwenye fukwe. Mnahusika kwa namna gani kuishawishi jamii kuwa sehemu ya usafi pasi na kushurutishwa, pasi na kulazimishwa? Naam. Kwa sisi tuna taratibu za sheria ya mazingira ya mwaka 2004, lakini pia sheria ya afya ya mwaka 2009. Zote zinaelekeza namna gani ya kuweza kulinda mazingira. Sisi tunafanya sana wanaita environmental protection. Sana kulinda mazingira usite madhara kwa watumiaji, kwa maana binadamu. Kwa hiyo tunachofanyika sana kwa kule Kigamboni tunapokea sana
mashirika tofauti ambao wanajihusisha na masuala ya kusafisha mazingira. Kwa hiyo wanashirikiana na hiyo BMU, lakini pia na uongozi wa serikali wa mtaa na kata. Kwa hiyo unakuta mara nyingi kuna matukio yanafanyika mbalimbali. Kwa mwezi hata mara moja mara mbili au kila mwisho wa mwezi kunakuwa na matukio ambayo yanahamasisha pia jamii na wananchi kwa ujumla kukusanyika maeneo ya fukwe na kufanya usafi wa mazingira. Lakini pia kuna swala la utoaji elimu kuhusiana na namna ya kutunza mazingira, kwamba kuepusha, kwa sababu matumizi sana ya vitu hivi vyakula ambavyo vinakuwa packed vile yale mabaki yake ndio unakuta ndio uchafu mwingi ambao uliopo mazingira ya pale. Kwa hiyo lakini kuna namna serikali imefanya, lakini pia kuna namna mashirika mbalimbali nimeshuhudia serikali ikishirikiana na baadhi ya mashirika wakitoa vifaa vya kuhifadhia takataka kwenye mazingira yale, lakini pia wakiendelea kuwawezesha wale BMU kuweza kusimamia na kusafisha zile fukwe. Sasa ukiangalia taka hizi si kwamba huku baharini ndipo zinapozalishwa. Tunazizuiaje kutoka kwa wakazi ambao ndio wanazalisha, zinafika mwisho wa siku end product inakuja kuonekana baharini? Na baharini ni sehemu ambayo tunapata vyakula, samaki, vitoweo kama dagaa vinatoka baharini. Na kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za wanasayansi, wanadai kuna particles, yani chembe ndogo za taka wanazomeza wale samaki, na mwisho wa siku wanakuja tena kuingia kwenye mazingira binadamu wanawatumia kama kitoweo, huku ambapo unazalisha, wanasema kwamba kumuongeza uwepo wa saratani. Sasa tunazuiaje taka huku mitaani kama maafisa mazingira, kwa sababu nyinyi mnalinda protection, mnazuiaje huku kwa wananchi kabla hazijafika baharini? Of course tunachofanya sema labda njia mbili. Ya kwanza tunaangalia chanzo cha hizo takataka. Natokea wapi? Na nani anazalisha? Nani anazipeleka kule? Ndio. Kwa hiyo cha kwanza tunaangalia namna gani zile taka zinafika kwenye mazingira yale. Tunapambana nayo. Aidha kutoa elimu kwanza kwa jamii kwa ujumla, lakini pia wale wafanya biashara ambao pengine ndio wanazalisha zile takataka, tutawekea utaratibu maalum. Kwa mfano kila mfanyabiashara akiwa na chombo cha kuhifadhia takataka, ina maana kwa mujibu wa, kwa mfano manispaa hili Amboni, kwa mujibu wa Dar es Salaam hakuna sehemu ambayo tunaruhusiwa kuchimba takataka. Ndio. Kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kwamba unachukua chombo cha kuhifadhia shimo la taka. Yes, shimo la takataka. Tunatakiwa kwamba uwe na chombo cha kuhifadhia takataka ambacho mwisho wa siku kuna kampuni au wasema wakandarasi ambao wanakuja wanazoa zile takataka wanazipeleka dampo. Sasa kwa ili kuweza kumanage hilo, maana wale wanaozalisha takataka ndio hivyo kumtumia sheria, lakini pia kuwahamasisha, kuwaelimisha, lakini pia sometimes tunatumia sheria kuwalazimisha wastaarabike, wawe na sasa na vyombo vya kuhifadhia takataka vinavyoweza kukidhi uzalishaji taka wao. Mwisho wa siku tunakuwa tunahifadhi taka vizuri na tunaweza tukaziondoa tukazipeleka dampo. Lakini pia la pili ni kumlinda yule mtu ambaye sasa anakuwa kwenye ile mazingira na pia anakuwa kwenye hatari ya kupata labda magonjwa kutokana na zile takataka. Ndio. Kwa hiyo tunachofanya zaidi ni kutoa elimu sana kwa watu wote wanaofika maeneo yale, lakini pia uangalizi kwa ujumla, kwa maana ya kuhamasisha jamii kufanya usafi, kushiriki. Tunawashirikisha waone kwamba usafi ni ustaarabu ambao unaanza na mimi. Ndio. Kwa hiyo kwa kiasi fulani hapo tunakuwa tunafanikiwa sana. Mr. Ndambile, utakubaliana na mimi kuwa moja ya sehemu ambayo zinapatikana vitu hatarishi ni pamoja na jiji Dar es Salaam, kwa sababu ya wingi wa watu na shughuli zinazofanyika. Nyinyi mnayalinda mazingira, lakini pia kuna kumlinda mtu anayeishi ndani ya mazingira ambaye ni binadamu mwenzetu. Kuna hili swala pia la kufanya kilimo kisicho rasmi hasa cha mboga kwenye maeneo hatarishi. Maafisa afya mnahusika vipi kuhakikisha mnasimamia? Sababu kumewahi kuwa na kasumba yanayotembea mtaani kwamba mboga nyingi zinazozalishwa ndani ya jiji Dar es Salaam hususan za majani na matunda, mboga zinatoka kwenye maeneo hatarishi. Mnahusika vipi kushirikiana na mamlaka mbalimbali za afya na mamlaka mbalimbali za vyakula kuhakikisha kwamba mnabaini na mnaziweka katika hali ya, yani mnatoa katazo la kufanya shughuli hizo kwenye maeneo kama hayo? Sasa unajua mfumo ulivyo, sisi tunasema sisi ni maafisa afya. Tunadili na afya ya binadamu na mazingira yake kwa ujumla.
Kwenye issue ya kilimo kuna maafisa kilimo hapa Dar es Salaam wapo ambao wanadili moja kwa moja, wanashughulika na wale ambao wanafanya hivyo vilimo vya mboga na matunda. Mnashirikianaje Lakini sasa sisi kwa mfano kwenye kata kwenye kata unakuta kuna maafisa ogani wengi. Ndio. Ambao sasa wale wanatengeneza timu moja ambayo inaitwa management team ya kata, yani kamati ya maendeleo ya kata ambayo inadhani inaongozwa na diwani. Ndio. Sasa ile kamati kazi yake kubwa ni kushirikiana katika kusuluhisha changamoto zote za aina zote ambazo zinapatikana kwenye jamii. Kwa mfano kwenye swala labda hilo la kilimo, kulima mboga ambazo kwenye maeneo hatarishi, lazima litawasilishwa kwenye kamati, na kamati kwa pamoja watajadili na kufanya maamuzi ya pamoja wakiongozwa na yule afisa kilimo. Kwa hiyo hatua zinachukuliwa na elimu zinatolewa. Unajua shida kubwa ambayo tunapata ni uelewa tu wa wananchi, kwa sababu unapolima mboga kwenye mazingira hatarishi, sio yule ambaye unamuuzia tu ataathirika. Inawezekana hata wewe au ndugu yako au nani atakuja kupata athari tena baadaye. Kwa hiyo sasa mtu, kwa sababu uelewa ni mdogo, lakini ukimuelimisha, bwana, hili unalolifanya linaweza likakugeukia hata wewe likakuathiri na hata ndugu yako likamwathiri. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu akiona ile athari kwa namna hiyo, anakuja wanabadilika. Lakini pia nimeshuhudia maafisa kilimo wakipambana, kwa sababu kwa Dar es Salaam nadhani wanafanya sana kazi na watu hao wanaolima mboga na matunda. Wakipambana, wakiwaelimisha, wakiwasimamia sana. Lakini pia kwenye ikitokea masuala ya mazingira, tunashirikishwa pia sisi. Tunaenda kwa mujibu wa sheria, tunatumia sheria kuwasimamia, kuwalazimisha watu wawe wastaarabu ili waweze kulinda maisha ya wenzao. Mtazamaji wa Good Morning Arise, ndani ya gumzo la habari tuko na afisa afya na mazingira kutoka katika manispaa ya Kigamboni akitutanabaishia namna ya mikakati iliyopo, usafi wa mazingira, namna ambavyo unasimamiwa, lakini kuyalinda mazingira ndani ya manispaa hiyo na Dar es Salaam kwa ujumla. Wao kama maafisa afya na mazingira wanahusika vipi moja kwa moja kuhakikisha usafi wa mazingira unafuatwa? Lakini pia tukumbuke Kigamboni ni moja ya sehemu ambayo inazungukwa na fukwe kwa kiasi kikubwa. Namna gani zinalindwa, namna gani zinatunzwa ili ziwe manufaa kwa kizazi kilichopo na kizazi kijacho? Tuko naye hapa Mr. Ndambile ambaye anatutanabaishia mengi zaidi. Tukirudi kwenye swala zima la ulinzi huu wa mazingira, masoko ni moja ya sehemu muhimu sana ndani ya eneo husika. Ni kwa namna gani yanahakikishwa kwamba nayo yanakuwa katika hali ya unadhifu, lakini pia nayo yanakuwa ni sehemu mojawapo ambayo hata mtu akiingia au akifika anakuwa anayafurahia mazingira? Sababu tumeshuhudia masoko mengi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwanza tukianzia kwenye miundombinu, mnahusika vipi kuishauri serikali kuu au serikali za mtaa husika kuhakikisha wanafanya ukarabati? Sababu nyie mtu husika na ukarabati, lakini mnaweza mkatoa suggestion kwamba mazingira haya tuyafanyie hivi na vile. Sawa. Sisi huwa tunafanya mambo kadhaa, hususan la kwanza sitaacha kusema swala la elimu. Sisi tunawaelimisha wale wafanya biashara wa sokoni kwamba nini wanatakiwa wao wafanye kwa nafasi yao. Unajua kikubwa kumweza kumlinda mtu, cha kwanza mpe mbinu kwa yeye kwa nafasi yake. Pale chini yeye anaweza kufanya nini kujiokoa katika hali hiyo. Hilo la kwanza. La pili, pia sisi tunafanya kaguzi mbalimbali kwenye masoko, tunakagua, tunawasilisha taarifa zetu kwenye mamlaka husika, ambazo hizo mamlaka mwisho wa siku wanafanya maamuzi ya kurekebisha. Kwa hiyo na uzuri, masoko yote makubwa yote karibia yote yako chini ya serikali. Na serikali imeweka uongozi pale, kuna manager, kuna afisa afya pale wa soko, kwa hiyo mambo sio mabaya, japo miundombinu masoko mengi ni ya zamani. Kwa hiyo wanajaribu kurekebisha miundombinu wakati bado shughuli zinaendelea. La sivyo usimamishe shughuli zote ndio urekebishe ile miundombinu ikae kwenye ubora. Lakini hiyo haiwezekani, utawasimamisha watu wasifanye biashara. Ngumu. Kwa hiyo watu wataendelea kufanya biashara, lakini bado yanaendelea kuboreshwa taratibu. Kwa hiyo nadhani kinachofanyika kwenye hayo masoko ni kizuri, na tunaamini baada ya muda fulani masoko karibia yote yatakuwa, kwa sababu ukiangalia kuna masoko mengi ya Dar es Salaam hapa yalikuwa na hali mbaya, lakini sasa hivi yako vizuri. Na utaratibu umefanyika, marekebisho yamefanyika wakati bado zile shughuli zikiendelea pale pale. Kwa hiyo tunaamini pia hata Kigamboni itafika wakati, japo hakuna masoko mengi Kigamboni kuna masoko machache, lakini
mpaka sasa hivi maendeleo sio mabaya. Kwa manufaa ya mtazamaji, kwa mna mikakati gani ambayo maafisa afya nyinyi mmejiwekea kuhakikisha kwamba mnazidi kuyafanya mazingira kuwa sehemu salama ya binadamu kuishi? Naam. Sisi mikakati mikubwa tuliokuwa nayo. Ya kwanza kabisa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko. Kwa maana magonjwa ya kuhara, kutapika na mengineyo ambayo yanasababishwa na uchafuzi wa mazingira. Ndio. Kwa hiyo tunatumia tu kanuni 3 za kuweza kuzuia hayo. La kwanza, tunashambulia chanzo, kwa maana yule mchafuzi wa mazingira na shughuli zote ambazo zinapelekea kuhatarisha mazingira kwa afya ya wanajamii. Tunapambana nazo kwa kukagua, kwa kuchukulia hatua za kisheria. Lakini pia la pili, tunajaribu kuzuia, tunafanya mapambano ya kuzuia namna ya magonjwa haya ya mlipuko yanaweza katokea na kusambaa kwa watu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kuwafanya watu waishi kwenye ustaarabu ambao unatakiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za afya. Lakini pia tunatumia sheria za mazingira kuhakikisha watu wanafanya usafi, wanaweka mazingira ya usafi muda wote. Lakini pia kuziondoa zile takataka kwenye mazingira ya watu na kuzipeleka dampo. La tatu, ndio hiyo tunamlinda yule mtu ambaye yupo kwenye hatari. Kwa kumpa elimu, bwana, ukifanya hivi, ustaarabu ni hivi, usafi ni ustaarabu, unaanza na mimi. Kwa hiyo kwako yeye mwenyewe akianza kwake yeye kufanya usafi na kutunza mazingira yake vizuri, na maana kwanza anajiweza kujiweka salama yeye. La lingine, tunawapa elimu kuhusiana na magonjwa ya mlipuko. Ugonjwa huu ukipata una sababu iko, akijua kwamba ule ugonjwa anaupata kwa sababu gani, kwa namna gani, akijiangalia na mazingira yake anayoishi, ataona kabisa kwamba mimi nipo kwenye hatari ya kupata huo ugonjwa, basi atachukua hatua ambazo ni sahihi na mwisho wa siku atakaa vizuri. Tukiangalia kwenye ndani ya manispaa, hata mimi mtaani na uishi, labda utaniona hili swala ni personal, lakini kuna huu utaratibu ambao wenye viti na wajumbe wa nyumba kumi wamekuwa na tabia ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kufanya fumigation, lakini wengi ukiangalia hata ile fumigation ndani ya wiki tu wadudu wale kama ni mbu bado mazalia yale hayateketezwi kama inavyotakiwa. Sijajua kwa manispaa ya Kigamboni kuna utaratibu wowote wa kuhakikisha kwamba wana mazingira wanachanga fedha au wana organize namna ya kufanya fumigation kwenye mitaa ili kuhakikisha kwamba wanateketeza mazalia ya vimelea mbalimbali hususan kama mbu, maeneo ambayo yana madimbwi, kuhakikisha kwamba wanateketeza vile vimelea ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko. Okay. Japo malaria sio ugonjwa wa mlipuko. Malaria sio ugonjwa wa mlipuko. Kwenye swala la fumigation, mimi kwa utaalamu wangu, atakiwi mtu kufanya fumigation kama hayupo kwenye usimamizi wa afisa afya. Lazima kuwe na usimamizi wa afisa afya. Sasa huo utaratibu wa watu kwenda kwa mjumbe kutembea na ule mtu wa fumigation, sitaki kuzungumzia sana kwa sababu una mamlaka yake. Mimi sipo kwenye mamlaka hayo. Lakini kwa ujumla nikizungumzia fumigation ni muhimu kufanya kwa sababu tunatakiwa tuue vijidudu ambao wanasababisha maradhi. Sasa kwenye fumigation hapa, kwa nini nilisema mwanzo kwamba unatakiwa kufanya chini ya usimamizi wa afisa afya? Kwa sababu kuna mambo mengi. Kwa sababu dawa ambayo inatumika, kiwango ambacho kinatumika. Lakini pia aina ya dawa ambayo unatumia. Kwa sababu kuna masuala ya athari za kimazingira. Unaweza ukapulizia dawa ukaua na viumbe vingine ambavyo vinasaidia microorganisms ambao hawana shida kwa binadamu, lakini pia wanasaidia kwenye kuweka mazingira, wanasema kuendeleza ile wanasema ecosystem na nini, umeona. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukakuta umeathiri vitu vingi. Sasa mimi kikubwa ambacho naweza nikawasihi sana na kuwashauri, haya mambo yasifanyike, yani yafanyike chini ya usimamizi wa afisa afya wa maeneo husika. Sababu kila kata ina afisa afya. Kila kata ina afisa afya. Kwa hiyo kama afisa afya wa kata hakihusishwa, nadhani hili jambo halitakuwa na taharuki na nini. Pia afisa afya anajua uchanganya dawa gani, upulizie engo gani, upulizie kiasi gani, na sehemu gani za kupulizia. Wote anajua. Lakini hili jambo nadhani halijahusia sana wataalamu. Ndio maana linakuwa lina mtafaruku, mtu anapulizia. Kwa hiyo hata sisi kwenye shughuli zetu unafika sehemu kweli unakuta mtu anakwambia mimi nilipulizia wiki iliyopita, lakini
mwisho wa siku hakuna matokeo, au saa nyingine kuna athari zaidi. Athari au mende unakuta wapo na nini, bado shida iko pale. Kwa hiyo labda mimi hili kwa mamlaka husika ziangalie namna gani, kwa sababu pia nadhani watakuwa wanafuata utaratibu wale jamaa ambao nadhani utaratibu kuanzia manispaa mpaka kufika huko chini kwa wananchi. Mtazamaji wa Good Morning Arise, hili ni Gumzo la Habari. Mimi ni Samson Kese na niko na afisa afya na mazingira kutoka manispaa ya Kigamboni akiwa ni Mr. Ndambile. Mimi napenda kutaja jina moja kwa sababu ni jina la Kibantu. Haya mengine unayakuta kwa mtu mwingine naye anaitwa hivyo. Lakini Ndambile naamini ni la kipekee zaidi. Tukielekea tamati ya Gumzo la Habari asubuhi ya leo, hasa kwenye sehemu hii ya mazingira. Mazingira ya Kigamboni kwa sasa unaweza kuyazungumziaje hasa kipindi cha mvua? Je, ni mji uliopangika au ni mji ambao unaanza kufanana na miji mingine ya Dar es Salaam? Kigamboni ni miongoni mwa miji ambayo ya pwani. Tunajua miji ya pwani ilivyo. Na watu wake wa pwani tunajua pia wakoje. Lakini Kigamboni ni mji ambao unakuwa kwa kasi. Kwa kasi sana. Miaka kadhaa ya nyuma, miaka 7-6 ya nyuma, ukikumbuka Kigamboni ya kipindi kile na sasa hivi ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna mipango mizuri naona, lakini pia hata ujenzi wake sasa hivi naona umekaa vizuri. Kuna baadhi ya maeneo kweli yako chini ya usawa wa bahari. Ndio. Kwa hiyo swala la maji kujaa, kufurika ni jambo la kawaida. Ndio. Lakini mapambano yanaendelea, cha msingi ni kuweka miundombinu, mitaro, yani yale maji kuyapa njia ya kwenda baharini. Lakini pia Kigamboni maeneo mengi sasa hivi ni mazuri, yanaendelea vizuri, na uzuri wakazi wengi wa Kigamboni sasa hivi ni wageni ambao watu wenye uelewa tofauti. Najua wenye tamaduni tofauti. Kwa sababu ukichanganya hizi tamaduni za watu, inapatikana tamaduni, unapata tamaduni nyingine mpya ambao sasa wewe ukiingiza kitu chako cha ustaarabu ambacho unatakiwa mzuri, watu rahisi sana kuufuata. Na mwisho wa siku nakuta mnaenda kwenye mstari ambao ni mzuri. Ila Kigamboni mimi naitazama kwa miaka kadhaa mbele itakuwa ni nzuri zaidi na sehemu salama. Kigamboni pia ni miongoni mwa manispaa ambazo mimi sijasikia sana magonjwa ya mlipuko. Nadhani kwa sababu ya mapambano na wataalamu wako, au kwa sababu kuingia ni hela, kutoka ni hela. Mtazamaji wa Gumzo la Habari, tunaelekea mwishoni. Utaniambia hapa kwa nini imekuwa sasa ikiachiwa hizi sekta ambazo si rasmi, mfano NGOs ndio zinahusika zaidi kwenye usafi wa fukwe, wanaandaa campaign, lakini ukiangalia kwa upande wa serikali kusimamia, ndio serikali wanashirikiana katika kuwapa nafasi kwamba ndio fanyeni, piteni huku, lakini kwa nini limekuwa sana linahusisha hizi NGOs? Serikali inakuwa kama inawaangalia, nyie mtafika wapi, mtachoka. Lakini unaweza kulizungumziaje hili? Je, ni jukumu la NGOs tu kuhusika kwenye fukwe, taasisi mbalimbali za kijamii? Kwa nini isiwe serikali inatenga labda hata fedha kwa ajili ya kusimamia fukwe na kuzisafisha? Sababu hata mapato yanapatikana, saa nyingine anaenda serikali arudi tena kwenye zile NGOs. Wakija wageni wakitalii kwenye fukwe, fedha inaingia moja kwa moja serikalini. Ni ushauri tu. Ni kweli. Unajua kuna kitu hapo. Yaani tusema serikali haifanyi chochote. Hapana, nakataa. Kwa sababu NGOs hazina uwezo wa kufanya kila kitu. Ndio. Hazina uwezo huo wa kufanya kila kitu. Ila serikali mimi naamini kabisa imefanya vitu vingi. Kwa mfano ukiangalia serikali imeanzisha pia doria. Doria kwa wale BMU. Ndio. Pia ndio imeweka mfumo huo wa kuchagua wale watu wa kuongoza ile beach management unit. Lakini pia serikali ndio inamiliki lile eneo kutoka kwenye mita 60 kutoka baharini. Na leo mnaliona lile eneo bado liko vizuri, ndio watu hawavamii na nini, na shughuli za kibinadamu pia zingine zimezuiliwa pale. Ni hiyo serikali inafanya hivyo. Sasa serikali haiwezi kufanya kila kitu kama mambo mengine yalivyo. Lazima wadau pia waingie. Na ndio maana hao NGOs ni wadau, na wao ndio wanaomba kwamba waje wafanye kwenye. Sasa unapopata msaada mkubwa, watu wanataka waje wakusaidie shughuli yako kwenye hiyo swala la mazingira, unakataje?
inabidi waruhusu. Kwa hiyo ndio nadhani serikali ya halmashauri ya Kigamboni nadhani pia waliona hilo, na ndio maana wanaendelea kupokea kwa sababu of course kuna wadau wengi wanakuja wanaomba, tunaona wanaenda wanaomba kule halmashauri, wanapokelewa. Kuna ulazima sasa wa kutenga ruzuku labda kwa bunge la bajeti lijalo, kuweka kwamba sehemu zenye fukwe kuwe kuna ruzuku kuhakikisha kwamba zile fukwe muda wote zinakuwa safi hata wasipotokea wadau wa mazingira. Kuna umuhimu kwa sababu moja. Kigamboni ni fukwe za Kigamboni ni fukwe za kitalii. Na watalii wanafika wengi. Na hoteli nyingi pale ukipa wazungu na wengi unawakuta kule wageni. Sasa wenzetu mazingira ya fukwe za kwao ni safi sana. Tofauti na fukwe zetu. Kwa mfano kama hivi katikati hapo ulikuwa bahari inatapika sasa ule uchafu. Kweli fukwe zilikuwa chafu sana. Lakini kama serikali itaweka utaratibu huu mzuri kushirikiana na wadau wa kuwa na hususan ni vifaa tu vya kusafisha zile fukwe mara kwa mara, nadhani zitakuwa zikivutia zaidi na watalii wengi wakafika katika. Ni kushukuru sana kwa nukta hiyo, na tutakualika zaidi hapa kwa ajili ya kufahamu mambo mengi kuhusiana na mazingira, maana ndio tunayoyaishi kila siku. Mtazamaji wa Good Morning Arise, hii ni Gumzo la Habari, nami ni Samson Kesi, kijana madhabahu. Niko na Mr. Ndambile, afisa afya na mazingira kutoka manispaa ya Kigamboni pale ambapo ipo ndani ya jiji la Dar es Salaam, na tunaelekea mwisho. Nini cha kuwashauri sasa? Cha kuwashauri wana mazingira na jamii kwa ujumla, hususan katika usafi pamoja na utunzaji wa mazingira? Yes. Mimi hapa ningeongea jambo moja. Sasa hivi tupo kwenye msimu wa mvua. Ndio. Msimu wa mvua na matokeo mengi. Hususan kwenye magonjwa ya kuharisha na kutapika. Sasa siku zote duniani kote tunapambana na kuzuia maradhi ya mlipuko. Huwa tunatumia kanuni 3 tu. Ndio. Kwanza tutashambulia chanzo cha ugonjwa. Kwa mfano tukichukulia ugonjwa labda wa kuhara na kutapika. Tunajua chanzo kikubwa ni kinyesi cha binadamu. Ndio. Sasa tukiamua kuvihifadhi vile vinavyo tunavyovitoa, tukavihifadhi vizuri, maana tuko na mifumo mizuri, vyoo bora na mifumo mizuri ya drainage, mwisho wa siku tukahifadhi vile visiweze kwenda kwenye mazingira ya kawaida tunayoishi. Mwisho wa siku tutakuwa tumepambana na chanzo. Lakini pia kufanya usafi, kujenga tabia ya kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. Ndio. Kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni ngumu sana kwa watu. Unaweza, yani ni tendo ambalo linakinga, linakuzuia wewe kupata maambukizi ya magonjwa ya mlipuko kwa zaidi ya 50%. Kwa hiyo ni muhimu kweli. Ila sasa hii tabia ndio hivyo tunatakiwa tuanze kuwajenga watoto wetu kuanzia sasa hivi wawe na tabia ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Likely enough kwa sababu tuna haya magonjwa yanatokea mbalimbali ya mlipuko, kuna ile corona, sasa hivi mpox na nini. Wengi wanahamasisha kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Kwa hiyo tabia ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni tunajikuta magonjwa mengi ya haya mazingira ya kuharisha na kutapika na mengineyo kama kipindupindu na mengine yanakuwa hayatokei. Kwa hiyo jambo la 3 ni kumlinda mtu ambaye yupo kwenye hatari ya kupata magonjwa hayo. Kwa hiyo kwa mfano wa Kigamboni, kwa ndugu zangu wale ambao Magogoni, ndugu zangu wa huku Minazi Mikinda, huku Tandavamba, huku wote wachukue hatua, wasisubiri mpaka serikali ije iwalazimishe kufanya. Wao wenyewe wabadilike, wasafishe mazingira yao, wahakikisha wanatumia vyoo bora, hakikisha wananawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, wapika vyakula, mamarishe, babarishe. Ni muhimu kwenye mazingira yetu, lakini wao pia ni maagenti, ni mawakala wakubwa pia ambao wanaweza kusababisha magonjwa haya yakasambaa na kulipuka na kusambaa kwenye mazingira, kwa jamii moja kwa moja. Lakini pia kwa ujumla watu ambao wana mahosteli kama Kigamboni, wenye mahosteli wale ya wanafunzi wajaribu kuboresha mazingira yao na zile drainage system zao zisiweze kumwaga ule uchafu kwenye mazingira ya watu, na mwisho wa siku tukapata magonjwa ya mlipuko. Lakini pia timu ya maafisa afya Kigamboni inapambana, imejipanga vizuri, nadhani mambo yatakuwa mazuri. Tunatarajia kutokuwa na mlipuko wa magonjwa
Nikushukuru sana. Siku nyingine utakuja kutuambia juu la swala. Kuna swala ambalo kwa sababu ya muda tu tutaliweka kando, ni swala la ile vyakula vinavyouzwa hususan kwenye foleni. Wale wanaokuja na vyakula mara sambusa, vifurushi saa nyingine na vitu vingine kadha wa kadha. Tutapata tena wasaa mwingine mtazamaji wa Gumzo la Habari hapa Morning Arise. Tutakuja kuzungumza naye juu ya usalama wa vyakula hivyo, na wao kama maafisa afya na mazingira wanahusika vipi kuvilinda na kuhakikisha mlaji wa mwisho anakuwa katika hali ya usalama, japo ni jambo binafsi la mtu kununua chakula kwenye mazingira yasiyo rasmi. Mimi ni Samson Kese, nilikuwa na Mr. Ndambile. Huyu ni kutoka pale katika manispaa ya Kigamboni. Yeye ni afisa afya na mazingira, na ametuanawaishia mengi zaidi usio na fukwe, usafi wa mazingira pamoja na kuyatunza na mbinu ambazo zinatumika ili kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa salama kwa kila binadamu anayeyatumia. Nikushukuru sana na wewe una utazamaji mwema. Kipindi hichi kinaendelea na anakuja Lightness Jerry katika Nguvu ya Madhabahu, bila kusahau game time ni sehemu ya kipindi hichi. Kwa heri kwa sasa na uwe na asubuhi njema isiyokuwa na bugdha. Where are you? What did you do?